Kwa majina naitwa Nuru Masanja, ni afisa mradi kutoka shirika la mtandao wa watoto na vijana Mwanza. Kwa Kiingereza tunasema Mwanza Youth and Children Network, kwa kifupi tunaita MYCN. Shirika letu linahusisha sana masuala ya afua zote za watoto, lakini pia na masuala ya vijana. Kama ninavyosema Mwanza Youth and Children Network, kwa hiyo inashughulika sana na watoto na vijana katika maeneo makuu matano. Tunajishughulisha sana katika children protection and development, lakini pia katika environmental conservation. Tunajishughulisha pia katika governance and policies, lakini pia kwenye mambo ya economic empowerment, yani vijana tunawashiriki katika masuala mazima ya economic empowerment. Mimi kwa kweli ninaona serikali inajitahidi sana, kwa sababu ukizingatia kama mwaka jana matukio ya ukatili yalikuwa, mwaka juzi matukio ya ukatili yalikuwa kwa kiwango kikubwa sana. Yani huwezi ukapita mwezi kuna ukatili umetokea mkoa fulani, sehemu fulani. Kwa hiyo serikali pamoja na jamii na vyombo vya habari vimekuwa vikishirikiana kwa pamoja sana. Unaona kabisa wanajamii wanaibua vitendo ambavyo vinatendeka katika maeneo yao, wanashirikisha vyombo vya habari pamoja sasa na serikali, wanaingilia kati kutafuta wahusika na kuwajibisha. Kwa kweli ukikompea na miaka ya nyuma, kwanza jamii ilikuwa kabisa haiwezi kushirikisha vyombo vya maafisa maendeleo ambao wako katika kata, viongozi ambao wako katika kata hawawezi kushirikisha, wanakaa nalo wenyewe. Lakini kwa sasa hivi uitikio umekuwa mkubwa. Hiyo yote ni kwa sababu ya initiative za serikali ambazo zinafanyika kuwapa uelewa jamii na kuwasisitiza kwamba wanatakiwa waibue vitendo vya ukatili ambavyo vinafanyika katika jamii yao. Ndio maana hata mwaka jana tuliviona vinatokea kwa wingi sana na vinatangazwa sana, kwa sababu ushirikiano ulikuwa mkubwa kati ya jamii na serikali. Hivyo basi, kwa kusema hivyo nasema serikali imejitahidi kwa ukubwa sana, kwa sababu unaona watu, hata tukiona kwenye vyombo vya habari, unaona mtoto amebakwa au mtoto kesi za albino kukatwa viungo, unaona kabisa serikali wanafuatilia mhusika anakamatwa. Kila kitu tunasikia kwenye jamii kwamba initiative zote zinafanyika juu ya haki ya mtoto. Kwa hiyo naona kabisa serikali inafanya jambo. Elimu ni muhimu, kwa sababu bila kutoa awareness section kwenye jamii, wanajamii hawawezi, kwa sababu jamii zetu zina kata mbalimbali, jamii zetu zina uelewa tofauti. Kwa elimu ni muhimu sana. Kwa hiyo elimu inayotolewa ni moja ya njia ambayo inawafanya wanajamii waweze kuibua vile vitendo vya ukatili au kuachana na mila nyingine ambazo zinafanya mwanajamii aache. Yani kuna jamii nyingine hawaamini kabisa kwamba anaona aibu mtoto akishafanywa kitendo cha ukatili, anaona aibu kusema kile kitendo, ataonekanaje katika jamii yake. Kwa ile elimu ya awareness ambayo inatolewa aidha kwa serikali au na taasisi ambazo si za serikali, zinamfanya mwanajamii awe na uwezo au awe na nguvu. Anajua kabisa nyuma kuna serikali na iko pamoja na mimi. Nyuma kuna vyombo vya habari ziko pamoja na mimi. Kwa kweli mashirika yanajitahidi sana, kwa sababu sio mashirika yote ambayo yanadili na watoto. Mashirika ambayo yanadili na watoto yapo, lakini kuna mashirika ambayo hayadili na watoto. Lakini kwa hivi frequency matukio ambayo yanatokea kwa frequency ya ukatili, mjikuta mashirika ambayo yanadili na watoto na mashirika ambayo hayadili na watoto kwa pamoja yana fight against violence. Unakuta ukija kwenye mashuleni, unakuta kuna mashirika ambayo yanatoa seminars, mashirika ambayo yanatoa dialogues zinaendeshwa mashuleni, kutoa elimu, kutoa awareness section juu ya violence kwa watoto. Unakuta kuna hizi clubs ambazo zinaendelea shuleni, zinaendeshwa na mashirika, zinatoa awareness kwa watoto. Kwa hiyo mashirika wameona kabisa kuna changamoto, violence zimekuwa nyingi kwa watoto. Kwa hiyo na wao wameibuka na initiatives zao
tumeibuka na initiative. Kwa mfano sisi tunatoa elimu kwa njia ya vipindi vya redio. Kwa unakuta watoto wanaibua changamoto kama hizo za violence katika kata zao au katika maeneo yao ambao wanatokea na Mwanza na kwa Tanzania kwa ujumla. Hivyo wanazileta hapa, wanazidiscuss hizo changamoto, wanatafuta source ni zipi, wanaenda kuzipresent kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo ni one among the awareness session ambazo taasisi wanafanya. Kwa na sisi kama taasisi tunafanya na watoto. Tunafanya na watoto. Kwa watoto hao wanaenda wanaibua hizo changamoto ambazo zinatokea kwenye masuala mazima ya watoto ikiwamo na violence. Kwa vyombo vya habari ni chombo ni nguzo kubwa sana katika kuibua hivi vitendo vya ukatili kwa watoto. Lakini pia na vyombo vya habari nao pia ni uchochezi wa elimu. Hivyo sasa mimi naweza nikasema hivi vitu vinaenda sambamba. Kwa hiyo waandishi wa habari ni muhimu katika jamii yetu, lakini pia hata elimu ambayo inatolewa kwa wanajamii ni muhimu pia. Kwa sababu kipindi cha nyuma vitendo vilikuwa havifanyiki au havitokei. Vitendo vilikuwa vinatokea. Wito wangu nakazia tena pale jamii pamoja na serikali tushirikiane na pamoja na taasisi tushirikiane kuibua hizi changamoto, lakini pia elimu izidi kutolewa, lakini cha mwisho adhabu zizidi kutolewa ili kukomesha hivi vitendo, kwa sababu usipotolewa hivi vitendo vitaendelea kufanyika, kwa sababu wataona watu tunaongea tu kwenye media, tunaongea tu vitendo vimefanyika, sijui tunaripotia, lakini hakuna kinachofanyika. Ila kitu kikifanyika basi itakuwa ni mfano na itakuwa ni komesho kwa hawa watu ambao wanafanya vitendo.